Kwa majina ninaitwa Isabella Momanyi, ni mkazi wa Kilifi, nimekaa Kilifi miaka mingi, nimeolewa huku na huku ni nyumbani na tumefanya biashara kwa muda mrefu huku Kilifi. Mimi nikiongea naongea na machungu. Tena naongea na machungu sana. Kazi tumefanya county muda mrefu. Wakati Gavana Mwera alikuja, tuliona tunaendelea kufanya biashara. Lakini wakati ilifika tuseme kama 2023 tuko na kazi, mimi nikiongelea kama mimi binafsi nimefanya kazi kuanzia 2023 na sijalipwa. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba unafanya kazi, unasukuma na kutoa kazi department ifike treasury. Ni muda unachukua, ni pesa unatumia. Inafika treasury haitalipwa, inarudi department. Hiyo ni 2023 tukafikisha zikarudi, 2024 tena tukazifikisha ikarudi, 2025 imefika. Saizi tuko 25-26 hatujalipwa. Ukilipwa unalipwa kama January. Hizi pesa zimekaa kaunti miaka mitatu. Hata unadai. Ni faida unatengeneza mani pesa zako. Wewe ni mama, uko na watoto, uko na nyumba, loan ndio hizo zenye umechukua, hamkuli. Sasa inakuwa ni kama maisha unabangaiza tu hivi. Ukiongea kwamba unadai, unampinga gavana. Mimi nataka kumwambia gavana kwamba hakuna mtu anakupinga. Hakuna mtu mwenye, hata tuseme as my colleague said, if you are, kama unadai milioni 20, mtu akulipe milioni 1, hata inakuwa ni pesa ya lawama. Sababu kila mtu anasema umelipa, hutaki kulipa madeni, umelipa. Tunataka kumwambia gavana, sisi hatuna ubaya na yeye, tunaomba tutulipwe. Wafanya biashara ni haki zetu, document zetu haswa sisi wenye tukapa, document zetu zimekuwa audited more than 4 times. Every other time zinaenda tribunal, zinarudi, zinaenda tribunal, zinarudi. Kila siku wewe unabaki mzazi wa kupiga tu masimu shule, msifukuze watoto wangu, msininyang'anye mkari, msinipokonye, msinifungie nyumba. Umefanya kazi kabisa, haki. Unasimama watu wanakuambia utalipwa. Unadai hata kama hizo voucher, kwa sababu ikirudi department tena utafute watu wa budget wakutafutie pesa kuwekea kwa hiyo vote. Hiyo budget ikifika pale huna vote. Hivi mimi niko na kazi nimefanya Department of Roads, hata haijasonga. Inaangaliwa tu hivi. Na kuna mtu mwenye amefanya kazi last week, 2 weeks ago na ndipo. Hata tunauliza, basi ni nini sisi hatufanyi ndio tulipwe? Bwana gavana, tunakuomba. Tunakuomba. Si kwa ubaya, hatuna chuki, lakini tunaomba tu ile haki yetu. Tunaomba tu utulipe, yani tuangaika. Na pia unajua kama mtu akufanyia kitu pia ni muhimu akwambie, hakupe nafsi kwamba upumzike. Kujua hautalipwa. Lakini maneno ya kuambiwa kesho kutwa si vizuri. Na si haki hata kwa Mungu mwenyewe. Si haki. Si haki. Tunahangaishwa kwa sababu ya pesa zetu tu. Ukiongea kidogo unampinga gavana. Hatutaki kuwa magavana. Wenzetu hatuna nguvu za kuwa magavana. Lakini kama Mungu alimjalia akakuwa na hiyo kibali akachaguliwa, na sisi tulimchagua, tulimpigia kura. Na tunamwamini kabisa kwamba yeye anaweza tuongoza. Lakini asituache tuteseke. Tunaomba tu tulipwe pesa zetu. Hii yote kilio tu cha mama kulia na kulilia watoto wake na wenzake, wengi hawataongea. Lakini unaona mtu anatembea barabarani anajiongelesha. Nashangaa mtu amekuwa mwenda wazimu kwa sababu ya shughuli kama hizi. Ukiulizwa unaambiwa ulilipwa, lakini umelipwa, basi hiyo kulipwa ni kama lawama. Ukiomba mtu akikuomba ukimwambia sina pesa, umekuwa mchoyo, upeani pesa, lakini ni kwa sababu madeni ni mengi, yanachukua muda mrefu, yanakawia. Mimi nimesimama hapa kukuambia bwana gavana, hatuna ubaya, hatuna ubinafsi, hatudhani wewe ni mtu mbaya. Tunaomba tu kwa haki na ile kazi tumefanya, tunaomba utulipe. Tafadhali. Mimi nimefanya kazi agriculture. Imerudi miaka 4. Hata sitengenezi pesa, hata sitengenezi hivi. Si faida naenda kutengeneza hapo, si chochote, nadai tu nilipwe.